Nimekuja leo kukagua daraja la Mkuyuni ambalo nilitoa maelekezo ya kwamba ifikapo mwezi wa kwanza daraja hilo limekamilika. Nimekuja leo, nimelikagua daraja, nimeliona daraja kwa hakika limekamilika, na sasa nitarudisha salamu kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye alinituma nije kusukuma kuhakikisha kwamba kazi hii imeisha. Tamfikishia salamu Mheshimiwa Waziri Mkuu ya kwamba kazi pale Mkuyuni imekamilika. Hapo vipi? Hapo vipi? Asante. Niseme tu ndugu zangu kwamba ukamilifu wa daraja la Mkuyuni kama ambavyo waheshimiwa madiwani wamesema na kama ambavyo mmesema ninyi wenyewe kwa kuunga mkono kwa makofi na vigeregere, ni ukweli. Kama isingelikuwepo daraja la Mkuyuni, madhara yangekuwa makubwa zaidi. Miaka mitatu minne iliyopita ilikuwa ikipiga mvua kidogo anajaa maji hapa, kuvushwa kwa 1000 mgongoni. Sasa na mheshimiwa waziri kalizuia hilo, tusaidia katika vizuri ile foto watu hapa kubeba kuvushwa haipatikani, inavuka vizuri, na swala la mvua huwezi kumlaumu waziri wala kumlaumu Mama Samia, hawezi kuzuia mvua. Yeye sio Mwenyezi Mungu, sio Mungu, na haikutokea hapa, lakini namshukuru sana waziri wa ujenzi, yuko vizuri, atusaidia sana sisi wa Mkuyuni na wananchi wa Mkuyuni. Asioshukuru atakosa binadamu. Tumeona athari mbalimbali zimepungua. Kwa mfano kama mvua iliyonyesha majuzi kati, ingelikuwa ni lile daraja la zamani, na hisi tungeshuhudia mafuriko makubwa na athari kubwa sana. Lakini kulingana na miundombinu ya sasa hivi kwa hili daraja, tumeona kabisa athari haikuwa kubwa sana, ila mvua zile zilipopiga, haya maji hayakupita juu ya daraja, bali yalipita kule, ule mwanzo wa barabara kule ndio yalitokea kule, si kwamba yalipanda kwenye daraja, hayakupanda kwenye daraja. Kwa hiyo daraja halikuathiriwa na maji hata kidogo, liliendelea kufanya kazi kiweredi kabisa, na watu waliendelea kufanya shughuli zao kama kawaida. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Hassan Suluhu, amejitahidi kutuletea fedha kutengenezea daraja kama hili hapa. Kiukweli Mkuyuni imebadilika na inaendelea kubadilika kila wakati panapokucha. Kipindi cha nyuma magari yalikuwa yanapata shida sana kupita, mvua ikinyesha maji yanakuwa mengi, wananchi wanapata adha kubwa sana ya maji, yanaingia mpaka kwenye makazi ya watu. Lakini saizi hii adha imeisha, daraja tumejengewa kubwa. Tunashukuru sana serikali yetu ya awamu ya 6 kwa hili iliyotutendewa Wanabutimba. Wananchi saizi wanafanya biashara zao, tunashukuru sana Wanabutimba. Barabara ni nzuri, ukiangalia hakuna msongamano. Isingekuwa daraja yangeondoka siku ngapi yale maji? Hata mseme mie nisiseme mimi, yangetoka muda gani maji haya? Yangekuwa mpaka leo. Kwa hiyo kuwepo kwa daraja, waziri alipatia, alikosea? Wangapi mnampongeza? Tusingekuwa na daraja kubwa namna hii, ndio nakwambia hapa, kwanza daraja hilo kuwepo lingebomolewa. Ndio. Kwa hiyo hatuwezi kuacha kuishukuru serikali kwa kuleta mradi huu. Barabara hii inapitisha magari zaidi ya 25,000 nafikiri kwa siku. Okay. Katika barabara inayopitisha magari 25,000 kwa siku, kama tungeendelea kuwa na daraja la kiwango kile kile, tusingetoboa Mheshimiwa Waziri. Hatuwezi kuacha kuishukuru serikali. Sasa juzi hapa niliona mitandaoni habari nyingi tu, na wengine kwa makusudi kabisa wakafanya mambo ya upotoshaji kwamba daraja letu limefeli. Ninyi ndio mashahidi. Daraja hili lililojengwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, miongoni mwa madaraja mengi sana aliyojenga katika taifa letu, limefeli ama halikufeli, limefanya vizuri. Wanaosema limefanya vizuri wanyoshe mikono juu. Huo ndio ukweli wenyewe, na huu ni mkutano wa wazi wa wananchi. Kwa hivyo upotoshaji ule ni shauku tu ya kuona kwamba jitihada zinazofanywa na serikali zibezwe na zidharauriwe.
Leo utamwambia nini mtu wa huko Somanga ambaye mvua kama hii, njia ya kwenda Mtwara kila siku ilikuwa inakatika na watu wanakaa masaa na masiku bila ya kupita? Hilo limeondoka, na aliyeliondoa si mwingine ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Na wananchi kwa ujumla, mmesema iliyo kweli kwamba ishu sio daraja. Tunajua hayo maji yanakotoka, na ilikuwa ili daraja yasingeondoka kwa haraka yale maji, na tungelitaabika hapa Mkuyuni. Asanteni sana, ninyi ni watu waungwana sana. Hatusemi kwamba mafuriko hayakuwepo, mafuriko yalikuwepo, ni kweli, na mafuriko si jambo la geni. Mafuriko yanatokea duniani kote, hata katika nchi zilizoendelea mafuriko yanatokea. Kwa hivyo hilo hatuwezi kulikataa ya kwamba hapa Mwanza palikuwa na mafuriko, lakini tunakataa upotoshaji ya kwamba serikali haikufanya kitu. Huo sio ukweli. Uliokuwa ukweli, wananchi wenyewe wameusema, ya kwamba tungekosa ili daraja hali ingekuwa mbaya, maana maji yangekosa mwongozo. Mheshimiwa Diwani, Wizara ya Ujenzi, kama mkono wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, tunawaunga mkono na tunawapeni pole wananchi wa hapa Mkuyuni na Butimba. Lakini nasema kwa kuwa hawa wafanyabiashara wameathirika, hatuna kikubwa, lakini sisi mchango wetu ni shilingi milioni 5 kwa ajili ya kundi hilo wapate kujishikiza.